sometimes huwa inaamua mechi na ukizingatia mchezo wa kwanza ulikuwa ni mchezo mgumu kweli kweli ambao Simba alipata ushindi dakika za jioni na Mashujaa waliamini wao wameonewa. Sasa maana yake watakuwa wanaambiana bwana, mchezo wa kwanza tulifungwa, tuliperform vizuri lakini tulifungwa dakika za jioni, na sasa hivi inatakiwa tupambane, tusicheze na nani, na muamuzi. Inatakiwa sisi tujitume sisi kama sisi, tusitegemee muamuzi. Kwa hiyo inaweza ikawa imewasaidia wao kujiweka sawa kisaikolojia na kupambana zaidi uwanjani, kwa sababu wanajua hawawezi wakapata chochote, wakapata favor yote kutoka kwa muamuzi, kwa sababu wao sio timu kubwa, na imekuwa ni kawaida kwa timu nyingi kubwa dakika zile zinavyoongezwa zinaonekana ni dakika za timu kubwa, wakati mnacheza wote timu kubwa na timu ndogo. Lakini ikitokea kwamba timu kubwa impata matokeo katika zile dakika, basi inaonekana ni dakika ambazo ziliwekwa maalum kwa ajili ya timu kubwa, lakini kiuhalisia ni dakika za timu zote mbili. Kwa hiyo kwa kuwa wachezaji wa Mashujaa ni wachezaji wa klabu ndogo, wao hamasa ni kitu ambacho kinaweza kawafanya wakapambana. Kwa hiyo kilichotokea katika mchezo uliopita inaweza kawa ni sehemu ya hamasa ya wao kupambana, kuhakikisha kwamba wanajitahidi ndani ya dakika 90 kupata chochote kitu na wasitegemee favor yote kutoka kwa muamuzi. Lakini kuna kitu tunamwonyesha Mwayombo hapa, hii mechi tayari imevamiwa na nani? Kuna watu wanaicheza, kuna watu wameweka hela, wamewaahidi Mashujaa shilingi milioni 100. Wakina nani? Taarifa kutoka Kigoma hizo. Nani ameweka pesa hii? Hawajatajwa, lakini Mashujaa wameahidiwa shilingi milioni 100 wakishinda, na milioni 50 kama watatoka sare. Kuna watu wana hela za mchezo. Sasa kama hivyo vitu ni vya kweli, maana yake tutegemee utakuwa ni mchezo mgumu sana kwa upande wa klabu ya Simba. Mashujaa watakuja wakiwa wanatumia nguvu mno kuhakikisha kwamba hawafungu, yani walau wapate hata hiyo milioni 50. Kwa hiyo ni mechi ambayo hamasa kwa timu ndogo huwa inasaidia sana kupambana, lakini pia inawaongezea pressure wachezaji. Wanaweza wakajikuta wanafanya sana makosa. Unajua unavocheza kwa hamasa, unavocheza kwa pressure, unashindwa kufuata maelekezo ya mwalimu ambayo amewapa yale ya kimbinu. Mnacheza kwa mhemuko. Mkiwa mnacheza kwa mhemuko, ni rahisi ninyi kutenda makosa ambayo yanaweza akasababisha penalty, ambayo yanaweza akasababisha mkapata kadi ambazo zikawatoa mchezoni, na pengine mkajikuta kibao kimegeuka, mnafungwa kizembe. Kwa hiyo ni mechi ambayo inahitaji sana utulivu wa kisaikolojia, hasa kwa wachezaji wa Mashujaa. Sasa mimi binafsi sifurahishi sana na hizi hamasa ambazo ziko. Na hamasa ambazo zinatolewa na Simba na Yanga kuelekea kwenye michezo ya kimataifa ni hamasa ambazo sioni kama zina madhara makubwa, kwa kuwa zinaanzia kwanza kwenye kuitengeneza timu. Ukiangalia Young Africans, ukiangalia Simba Sports Club, ni timu ambayo imetengenezwa kiushindani. Kwa unapokwenda kuwatengenezea hamasa, inakuwa ni kitu extra cha kuweza tu kuipata ile 100%, lakini quality iko pale. Lakini hamasa za hizi timu ndogo unakaa unajishangaza, kwa maana kwamba hizi ni hamasa za namna gani? Hawa Mashujaa ambao wanazungumzwa walimwachia mshambuliaji wao kiwepesi tu, Ismail Mgunda, wakati kwenye hiyo milioni 100 ulikuwa na uwezo wa kutenga kiwango kidogo tu cha kuweza kubakisha wachezaji wao. Asali milioni 100 ilikuwa inatoka kwenye klabu ama wadau wa pembeni? Wadau. Yes, hawa wadau pia wadau wangewaita wakawaambia kwamba tumbakishe Mgunda. Kama lengo ni kutaka timu ifanye vizuri, lazima ujue kabisa kwamba klabu ina wachezaji wake nyota ambao wachezaji pia hawachezi bure, hawachezi kwa kujitolea, wachezaji wanacheza ili waweze kupata pesa. Lakini hizi milioni 100, milioni 50 kuziweka kwenye mechi kubwa moja, sioni kama zinaweza zikawa zinatija, na sioni kama zinaweza kwenda kuisaidia. Mwisho wa siku hizi pesa zinatakiwa ziwekwe kwenye mfumo maalum ambao unaweza pia kuzisaidia vilabu. Kwa mfano, mfumo ambao wako nao Pamba, binafsi naamini ni mfumo mzuri sana ambao unaisaidia timu kuweza kupambana, kwa maana kwamba kuanzia wanaanza ligi, nadhani kama sio wakati wanaanza, basi ni mwanzoni wa raundi ya pili, mwanzoni mwa raundi ya pili, kitu ambacho kwa kufanya kwamba timu ikishinda kuna kiwango fulani wanakipata. Kwa hiyo hata ikitokea kwenye mechi kubwa, unaona kabisa kwamba hawa wakukurupuka, huu utaratibu walikuwa nao kuanzia mwanzo. Kwa binafsi kwanza kuweka hamasa kwa ajili ya game moja tu ambayo hata ukipata matokeo haikusaidii chochote, kwa maana kwamba utapata alama 3. Alafu vipi kuhusu game michezo mingine ambayo inafuata? Kwa maana kwamba mnarudi tena kwenye default mode pale pia mpaka waje timu nyingine kubwa mcheze nayo muahidiwe hizo pesa. Kwa kwangu mimi binafsi sijaona kama
mfumo mzuri ambao hao wadau wamewekewa kuweza kuisaidia hizi timu. Inawezekana kweli kuna wadau wanataka kuvisaidia hivi vilabu, lakini haujawekwa mfumo mzuri ambao wa kuweza kuvisaidia hivi vilabu. Lakini kuweka pesa kwa ajili ya hizi mechi kubwa, sioni kama inaweza kuvisaidia hivi vilabu kuweza kufanikiwa kufanya vizuri kwenye michuano ya ligi kuu. Ina hamasa, lakini Ali ameongea kila kitu kizuri. Tunataka kweli ligi yetu iwe na ushindani, au tunataka timu ziwe katika hali nzuri. Tuwasaidie kwenye usajili. Wadau wote wajidhatiti pale dirisha linapofunguliwa la usajili kujenga timu ya mkoa wao. Hata kama sio mkoa wako, unaona hii timu nataka iwe nzuri, ilete usumbufu. Yes, tuchangie fedha pale. Ili au hata kuahidi kitu. Unajua ukasema jamani, mkimaliza kwenye nafasi 4 za juu kuna milioni 500. Kwa wachezaji wanapambana, wanajua kuna 500 pale. Ila unawaacha watu wanakula mshahara wa 200,000, 300,000, mwisho wa siku inatokea game kama hii ngumu na Simba, uwezo wao labda mchezaji mmoja uko chini ni wa kawaida, unataka kumfananisha na mtu ambaye amesajili vizuri mwanzo wa msimu, tutaka kuwaumiza tu wachezaji. Hao wazee wa ahadi hao wanajua kabisa hizo hawezi kushinda. Lakini mimi bado napata mashaka na hizo ahadi. Nation umesema ni taarifa kutoka Kigoma. Inawezekana imesafiri pia. Taarifa zinasafiri vizuri, pesa zinasafiri. Kwani kuna baya ya Kigoma wakitoa milioni 100 mimi napata mashaka sana kwamba ni mashujaa wenyewe ambao wameweka ahadi. Ni mashujaa wenyewe. Hapana. Mimi napata mashaka, unajua kwa sababu gani? Ngoja nikwambie, kwa sababu tunazijua timu zetu mbili za Kariakoo. Na mashabiki wao huwa wanasema kabisa. Kwani hapo watu wameshasema Berkane wakija hapa ni wenyeji wetu. So wameshasema Nation, so watu wameshasema kabisa kwamba Berkane. Kwa hiyo hata unaposikia hizi ahadi, si ajabu hata ahadi hazijatoka Kigoma. Ahadi ziko hapa mjini. Kwani mashujaa wana pesa? Wale Tabora si walilipiwa vibali wale. Wachezaji walilipiwa vibali. Unaona vitu kama hivi. Kwa hiyo unaweza kukuta sasa scenario kama hivi zinavyotokea, tunataka kuwasingizia mashujaa watu bure. Kumbe sajabu kuna watu hapa mjini ambao wao lengo lao ni yani kuna mtu ambaye anataka kuona Nation wewe una furaha. Yani tukose wote. Kwa vyovyote itakavyokuwa, kwa namna yoyote itakavyokuwa, lazima Nation hakikishe unakosa. Lakini mimi naona ni mchezo ni michezo ambao wanakwenda kucheza Simba, ambayo mpaka saizi bado inaonekana itachezwa yote kama ambavyo imetoka kwenye ratiba jana bodi ya ligi. Simba wacheze kwa tahadhari sana, kwa sababu wao wanajiandaa na finali, kombe kubwa kuliko hili ambalo wanakwenda kulishindania katika mchezo huu wa kesho, kwa ajili ya heshima ya nchi. Sababu Simba leo atakapochukua kombe la shirikisho, ni Afrika nzima itaifahamu sana Simba. Afrika nzima watazidi sasa kulifuatilia soka la Tanzania, na ina imani kabisa thamani ya ligi yetu itapanda zaidi kutoka pale tulipo, na tutasogea zaidi. Wasiwasi wangu ni mmoja, kwamba Mashujaa anapambana asicheze playoff, kwa sababu kule chini kidogo naye amesalimika, anapambana asicheze playoff. Ni injury kwa wachezaji, kwa sababu tumeona michezo ile iliyopita, ni timu ambayo inatumia wanacheza mpira wa nguvu kidogo ipo. Nguvu kidogo ipo kwa Mashujaa. Kama ile ambayo Prison walikuwa wanaicheza zamani. Kidogo wakaja wakapoa, sasa unaona wamerudi tena baada ya mpira gwaride, mpira kwata. Wanatumia mpira wa nguvu. Sasa wangu ni kwamba mwalimu na benchi lake la ufundi kuangalia namna wachezaji ambao wanaweza kuzicheza zile mechi. Hao wachezaji wa nje, kuna wachezaji ambao unaona kabisa ni soft. Kinawa. Yani wachezaji ambao zile purukushani za kugongana sana, na kina mchezaji wa zamani wa Mbeya City yule Mpoki Mwakinyuke. Yani unaona kwa mchezaji kabisa ziweza kugongana na kina Mpoki haziwezi. Lakini uwanja pia utawapa favor. Mimi na imani hiyo kwamba uwanja utawapa favor Simba, kwa sababu KMC pamekuwa ni uwanja ambao huwa unawapa matokeo. Ni mchezo mmoja tu dhidi ya Coast kidogo ndio walikuwa napata shika nguo kuchanika. Lakini na imani kwamba mwalimu hataanza kuweka yule full mziki wake ambao amezoea kuweka. Kwa sababu ukiweka full mziki kuna mawili. Kugongwa, mtu akae wiki 2, wiki 3 kama ya Aucho si wiki 3 yuko nje. Na hata Yanga walishaipata injury, wamecheza mchezo na Azam. Alafu mechi inayofuata ilikuwa ni robo finali dhidi ya Mamelodi. Akaumia Aucho. Hata Aucho pia kucheza ile mechi. Sana kuna mechi moja ambayo alicheza Mkude. Aucho pia kucheza ile mechi, alicheza Mkude, na Mkude alishine kwa ile mechi ya kule bondeni. Kwa hiyo mimi ni mechi ngumu, lakini kama Mashujaa wakichanga karata zao vizuri. Isa unasemaje? Alafu tutawakumbusha watu namna ya kucheza, maana hajazungumza muda mrefu, naona kama alikuwa na swali. Binafsi mmezungumza kuhusu swala la hizi ahadi ambazo timu zinapewa. Kwangu mimi sio vibaya hata kidogo timu hizi ndogo zinapowekewa pesa kuelekea kwenye michezo hii ya timu kubwa, kwa sababu
hata hizo Simba na Yanga ambazo leo huwa tunazisema hapa, nazo huwa pia zinapeana ahadi pale ambapo zinakutana zenyewe kwa zenyewe, lakini pia wanawekewa ahadi pale ambapo wanakwenda kwenye michezo hii ya kimataifa mikubwa. Juzi tu hapa tumetoka kusikia kwamba Mo Dewji aliweka milioni 500 kwa ajili ya Simba kama wataiondosha timu ya Al Masry kwenye ile robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo kwangu mimi sioni shida yoyote, na mimi nadhani wachezaji wapo kiwanjani ama wanacheza mpira ikiwa ni sehemu ya kutafuta pesa. Pale ambapo wanawekewa pesa kama hivi, sidhani kama ni kitu kibaya ama si kitu kizuri. Kwangu mimi naona ni kitu sahihi, na wanafanya hivi kama sehemu ya motisha. Lakini ninachokiona ni kwamba huwezi kuifunga Simba eti kwa sababu ya hamasa ya shilingi milioni 100. Yaani kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Wako wengi sana ambao wanawekewa ahadi nyingi sana. Aliwekewa Tabora United juzi tu hapa, lakini mwisho wa siku alifungwa goli 3 na pengine angefungwa zaidi ya goli zile. Kwa hiyo mwisho wa siku ni namna gani ambavyo wewe unajipanga kuelekea kwenye mchezo wako husika, namna gani ambavyo umejipanga katika msimu mzima, kwa maana ya kwamba vile ambavyo umesajili kuanzia mwanzoni mwa msimu, wachezaji ambao uko nao kuelekea kwenye mchezo wenyewe, mentality za wachezaji zinazungumza kiasi gani kuelekea kwenye mchezo huo. Ndio mimi naona kitu ambacho kinaweza kukufanya wewe upate matokeo. Kuweka shilingi milioni 100 pekee haiwezi kutosha kabisa kumfunga Simba kwenye mchezo huu wa Ijumaa. Lakini hata hivyo inategemea pia Simba wenyewe wataamkaje kwenye siku husika, ama hata kama ingekuwa wamewekewa kwenye mchezo dhidi ya Yanga, inategemea Yanga wataamkaje kwenye mchezo husika. Binafsi mimi naziona hizi timu kubwa za Simba na Yanga zinapocheza mara nyingi sana zinashindwa kupata pointi 3, si kwa sababu ya ubora wa wapinzani inapokuja swala la ligi kuu Tanzania bara. Ni vile tu itategemea siku hiyo timu hizi mbili zimeamkaje. Kwa hiyo shilingi milioni 100 kwangu mimi kuwekewa ni sawa, lakini milioni 100 hii haiwezi kuwafanya Mashujaa wapate alama 3 mbele ya Simba eti kisa tu ameweka shilingi milioni 100. Sawa, huyo ni amejiuliza afu amejibu yeye mwenyewe. Yani kwa maana kwamba hamasa milioni 100 ni sahihi. Ili tuame pia kunako taarifa nyingine za michezo. Tumemsikia Isa kazungumza hapo, Ali kazungumza kwa namna gani watu wanaweza wakawekeza mzigo kwa ajili ya kuipa timu morali kwenda kushinda katika mechi ngumu kama hizi. Lakini pia Nation amezungumza, Rehema amezungumza, sijamsikia Emmanuel Mwayombo. Na mimi tu kwa upande wangu labda ambacho nataka nikiseme ni mimi sasa na mimi naanza kuona na mimi napaswa kuanza kuahidi fedha. Yaani unajua nimeona kumbe ni rahisi sana. Yaani na mimi natakiwa nianze kuahidi fedha. Kwa sababu gani? Nimegundua hao wote wanaoahidi fedha wanajua ni kitu ambacho hakiwezekani. Angalia mechi zote ambazo watu wameahidi fedha hawakuweza kutoboa. Hizi za ndani hizi, ile ya Tabora ikutokea hadi zile za kutisha. Ukumbuki mechi iliyofuata akaidiwa milioni 50, palikuwa na shughuli gani pale Tabora? Kwa hiyo mtu akiambiwa milioni 20 zile kawaida tu, zile zakae ni budget ya timu ipo kawaida. Lakini mtu anakuja kukutana na Simba ambao yuko moto, unamwahidi mtu kama vile Ken Gold, bwana ukishinda hii mechi kuna milioni 500. Mimi ipo siku nitakuja kusema tena kwenye hii mechi ya Simba na Ken Gold mimi nitatoa B1. Ken Gold akishinda hasa anashinda inamsaidia nini Ken Gold? Mimi ndo nitatoa B1 Ken Gold akishinda. Hebu tuache bwana. Watu wanaahidi kupata umaarufu. Wanaahidi kupata umaarufu, afu unakwenda mjini. Inabidi kesho nitafute waandishi wa habari. Nikae nao sehemu tuweke press. Hapa Tazara. Au tuwaite Tazara. Ndio tutengeneze taarifa maalum. Popote ambapo wananisikia waandishi wa habari, kesho tutaita hapa na mechi zangu 3. Kila mechi natia B1. Timu ishinde. Lakini aliyesema hivyo ni nani Francis? Mimi sasa ndo nasema kwa upande wangu mimi. Wewe alosema huko tumwache huko. Mimi naita waandishi kama na nyie pia mtakuwa mna vyombo vyenu vya habari kule. Tuna YouTube channel zetu. YouTube channel zenu. Njooni na ninyi pia hapa. Na tape recorder, uwe na tape recorder tu. Mimi nataka kujua aliyewaahidi hao Mashujaa ni nani? Na hizo za ndani. Sasa hiyo mwenendo wa Mashujaa kwenye michezo ya hivi karibuni mara baada ya Sauma Yanga kutambulishwa. Sauma Yanga ameongoza Mashujaa kwenye michezo 3. Na katika hiyo michezo 3 ameshinda michezo 2, amepoteza mchezo mmoja dhidi ya Namungo kwa kipigo cha mabao 2-1. Lakini kwenye hiyo michezo 3 ambayo amecheza, amefunga mabao 6, amefungwa mabao 2, ana clean sheet 2. Kwa hiyo unaweza kuona pia Sauma Yanga namna gani ambavyo ameweza kwenda kuitengeneza timu yake. Moja kati ya sehemu ambao palikuwa pana changamoto kubwa sana kwa Mashujaa ilikuwa ni kwenye eneo lao la kuzuia. Tulishuhudia katika michezo 3 ambao walikuwa wamecheza walifungwa zaidi ya goli 9. Alishikilia hapo kwenye magoli 9 waliofungwa Mashujaa. Kwenye line ya simu tupo na mwakilishi hapa. Habari za jioni. Salama. So mwenendo wa timu mara baada ya ujio wa mwalimu mpya. Kumbuka pia kabla ya ujio wa mwalimu Sauma Yanga, mwalimu Mohamed Baresi aliongoza timu kwenye michezo 8 mfululizo.
Katika hiyo michezo 8 alishinda mchezo mmoja pekee, akapata sare mchezo mmoja dhidi ya Coastal Union, lakini pia katika hiyo michezo 8 aliweza kuconcede mabao 18 huku yeye akifunga mabao 6 peke yake. Kwa unaweza kuona kwamba ni namna gani ambavyo timu ilikuwa ina changamoto kwenye eneo la kuzuia. Timu inaonekana iko hovyo zaidi kwenye eneo la kuzuia, ndio maana waliconcede mabao mengi, lakini pia hata kwenye eneo lao la kushambulia kwenye michezo 8 kufunga mabao 6, maana yake unashindwa kupata hata wastani wa bao moja kwenye kila mchezo. Kwa hiyo pia hata timu kwenye eneo la kushambulia pia ilikuwa haiko vizuri, lakini mara baada ya ujio wa mwalimu Salum Mayanga kwenye michezo mitatu ambayo ameiongoza timu, imefunga mabao 6, wameconcede mabao 2, wana clean sheet 2. Kwa unaanza kuiona kuna improvement ambayo imeanza kujitokeza, hususan kwenye idara ya ushambuliaji ambayo ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwa upande wa Mashujaa, kwa maana kwamba timu ilikuwa inashindwa kuweka mipira kambani. Lakini mara baada ya ujio wa mwalimu Salum Mayanga, timu inaanza kufunga mabao kwenye michezo mitatu. Kufunga mabao 6 sio jambo dogo kwa timu ya aina ya kaliba ya Mashujaa, lakini pia hata kwenye eneo la kuzuia kwenye michezo mitatu kupata clean sheet 2 sio jambo dogo. Kwa hiyo ukiangalia graph ya Mashujaa ni kama inazidi kupanda, lakini mlima ambao wanakwenda kukutana nao ni mlima mkubwa sana ambao wanakwenda kucheza na klabu ya Simba Sports Club, ambao ni miongoni mwa timu ambayo inafanya vizuri sana kwenye ligi kuu, licha kwamba wana viporo 4 lakini bado wapo katika nafasi ya pili. Kwa hiyo unaweza kuona ni namna gani ambavyo wamekuwa na ubora mkubwa sana. Kwa hiyo kwangu mimi naamini kwa mwalimu Salum Mayanga anakwenda kupata testi halisi ya timu yake. Je, ni kweli graph yao inapanda mara baada ya ujio wake, au wapinzani ambao walikuwa wanakutana nao hawana hiyo level kubwa, ndio maana imekuwa rahisi kwa yeye kuweza kwenda kupata matokeo. Kwa hiyo kwangu mimi kwa Salum Mayanga kesho anakwenda kwa hiyo Jumamosi anakwenda kupata test ya harisi ya kuweza kujua kwamba timu yake imefikia wapi. Kumbuka anakwenda kucheza na timu ambayo wana safu imara zaidi ya ushambuliaji, kwa maana kwamba Simba Sports Club wamekuwa ni timu ya pili kwa kufunga mabao mengi kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia Simba Sports Club wamekuwa ni timu ya kwanza ambayo imekuwa na safu imara zaidi ya ulinzi, kwa kuwa ndio timu ambayo imeruhusu wavu wake kutikiswa mara chache zaidi kuliko timu zingine zozote. Lakini pia kitu kingine ambacho nakiona kwenye mchezo huu ni ugumu wa mchezo kutokana na mahitaji ambayo yapo kwenye mchezo. Mashujaa anahitaji kuweza kupata matokeo ili aweze kuondoka kule chini ambako yuko. Wakati huo Simba Sports Club anahitaji kuweza kupata matokeo ili kuendelea kumtengenezea pressure mpinzani wake ambaye yuko pale juu, ambaye ni Young Africans. Kwa kwangu mimi binafsi na mimi utakuwa ni mchezo mzuri sana kwenda kuzitazama timu mbili ambazo zitakuja kutuletea sanaa tofauti, kwa maana kwamba Simba na sanaa yao ya ushambuliaji, lakini pia Mashujaa watataka kuja kutuonyesha sanaa yao ya kuzuia mara baada ya kumpata mwalimu mpya. Tumeona timu ambavyo imekuwa ikizuia, ndio maana hata hizo clean sheet 2 hazijaja kwa bahati mbaya. Kwa binafsi na mimi utakuwa ni mchezo mzuri sana kwenda kutazama siku ya Jumamosi. Nakumbuka mchezo wa awali kule Kigoma Lake Tanganyika ulizusha